Mungu wetu asifiwe. Amen. Kwa Mungu ndiye anayetutesa. Niliwahi kuambia huyo Mungu unayemwamini ni adui wako namba moja. Yaani likae kichwani, adui mkubwa wa mlokole ni Mungu wa mbinguni, sio shetani, wala sio pepo, wala sio jini. Maana hakuna jini linalomweza mtu aliyeokoka. Hakuna pepo anayeweza kumshinda mtu aliyeokoka. Hakuna mchawi anaweza kumloga mtu aliyeokoka. Kwa ukiona unalogwa, ni Mungu ameruhusu. Kwa adui yako sio shetani, adui yako ni Mungu wa mbinguni anayekutesa. Kwa nini ameruhusu? Ameruhusu ili ukae vizuri kwenye mstari unaotaka uwe. Haleluya. Nimeeleweka vizuri? Tunakwenda kumuonyesha Mungu. Tunakwenda kumwambia Mungu akukumbuke wewe. Mwambie Mungu, upeleke ikiwezekana kwamba Mungu na uleta ukoo wa Kabuka upande wa baba yangu, na uleta ukoo wa kila Mwambele upande wa mama yangu, na uleta mbele za uso wako. Najua ni chukizo kubwa, lakini mimi umenitoa kwenye ukoo huo. Mimi nimetokana baba na mama, ndio nikatokea mimi. Mimi Baba, sitafanya kile walichofanya baba zangu, nitafanya kile ambacho wewe unielekeza. Sitatoa sadaka zangu kwa Baali, nitatoa sadaka yangu madhabahuni kwa Baba. Sitapiga magoti kwa miungu mingine, na saa hii nimeipiga magoti. Simpigii magoti Mungu mwingine, na kupigia magoti Mungu aliyeumba mbingu na nchi na dunia na vyote vinavyojaza. Wewe ndio baba yangu. Sasa wewe Mungu uliyeniumba, nimekuja kwako. Naomba uangalie mwili wangu. Nimekosea mengi kwa kunena kwangu, kwa kuwaza kwangu, kwa kutenda kwangu. Naomba unihurumie. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Eneo letu ni kubwa sana. Nitawapa risali moja. Kila mmoja tafuta eneo lolote, kamuonyeshe Mungu juu ya kila ambacho kiko kwenye moyo wako. Haleluya. Amen. Tutaomba mpaka saa 7 kamili. Tutakuwa na risali moja kila mmoja. Wewe kama utalala lala, lakini umelala katika Bwana. Wewe ukiomba omba, umeomba katika Bwana. Wewe ukikaa katika Bwana. Chochote unachokifanya kifanye katika nani? Mungu wetu asifiwe. Amen. Na usizuie. Saa zingine mwingine unaweza kuwa unajisikia usingizi, kumbe Mungu ndio anataka kusema na wewe. Yesu asifiwe. Huwa maono yanakuja. Unakuta kama usingizi kamepita hivi. Afu ghafla umeona kitu fulani, afu unainuka. Au unaita nini? Maono. Maono hujalala na hauko macho. Yaani ukikuuliza umelala? Sasa sikulala. Ulikuwa macho? Sikuwa macho. Kwa hiyo ulikuwa. Na Yesu Kristo ndiye neno. Kwa vitu vyote viliumbwa na Yesu Kristo. Ambaye huyo ndio neno. Lakini huyo aliumba kila kitu, akaamua kujifanya maskini ili kwa ule umaskini wake mimi na wewe tuwe matajiri. Amen. Amen. Yeah. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Anasema hivi, hakuna awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hakuna awezaye kuja kwa Kristo, hakuna awezaye kuokoka asipovutwa na Baba wa mbinguni. Hayuko mtu yeyote anayeweza kuokoka pasipo kuvutwa na Baba wa mbinguni. Amen. Kwa tunapokwenda kushuhudia huko, tunashuhudia, ni kazi yetu kushuhudia, ni kazi ya Mungu Baba kuwavuta wale walioshuhudiwa kuja hemani kwa Kristo. Kwa tunakwenda kumwambia Mungu, tunakwenda kumwomba Mungu anyoshe mkono wake awavute waliokusudiwa kuja ipata boko makimbilio. Wafanya kazi, wafanya biashara, wafugaji, wenye taaluma mbalimbali tunawahitaji hapa. Mungu wetu asifiwe. Wenye elimu, wenye vyeo mbalimbali tunawahitaji hapa kwa kazi ya Bwana Yesu. Amen. Na ili hata mnapokuwa kwenye zoni zenu, omba Mungu awavute waliokusudiwa. Sio wote wanaokuja humu ndani wamekusudiwa. Wengine ni wajamaa. Petro alipotupa jelife lake kuvua samaki, kweli alipata samaki, lakini alipovuta ile kokora akakuta samaki wamo, ila pia na vyura walikuwemo, na nyoka walikuwemo, na wadudu mbalimbali wa majini wakawemo. Yesu asifiwe. Sasa kama wamo kenge na vyura na nini, wakija huko kanisani, ni kazi yako kumbadilisha chura awe samaki. Ni kazi yako kumbadilisha kenge awe samaki. Ni kazi yako kumwombea yule, usiseme wanakwaza, naye yupo hapo amevutwa kama ulivyovutwa. Amen. Kwa ni jukumu letu kumwambia Mungu, fanya maajabu yako. Naomba tusimame. Omba nje, nenda getini kule, kapunge hewa getini, ukunaomba. Mungu wangu anatenda miujiza tele, kila siku, kila saa ninaona ukuu wake. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru sawa sawa na neno lako. Umesema hakuna mtu anayeweza kuja kwako asipovutwa na Baba wa mbinguni. Bwana Yesu, naomba sasa tuombee kwa Baba yako wale waliokusudiwa kuwepo hapa, waliokusudiwa kuja ipata makimbilio boko. Tunaomba katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, naomba ukawavute wamama na wababa, mabinti na vijana, watoto wa kiume na wa kike waliokusudiwa kuwepo hapa boko. Tunawahitaji Bwana. Nyosha mkono wako Baba, wavute wengi, walete kwa Kristo. Tuko tayari kuwatumikia, tuko tayari kuwahudumia, tuko tayari kuwajali katika jina la Yesu. Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Yeyote atakayekuja kwako, katupe neema ya kumkumbatia. Baba Mungu wa mbinguni, neema yako na iwe juu yangu. Kawavute sasa wale tunaowashuhudia waliokusudiwa na wakaje. Malaika na kutuma, nenda kawasemeshe na mkono wako Bwana ulionyoshwa, na ukawavuta na kuwaleta katika jina la Yesu. Tunawahitaji Jumapili wawepo kwenye ibada yetu katika jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana.
ambayo hutaidhania. Saa zingine watoto wako wataishi kwa raha kwa sababu ya machozi yako, kwa sababu ya maumivu yako. Mungu wetu asifiwe. Ibrahim aliumia, Ibrahim alilia, Ibrahim aliomba. Wakati wale malaika wanakwenda kuiangamiza Sodoma na Gomora, aliomba Ibrahim kwamba, je, Mungu, wakiweko watakatifu 30 utaangamiza wale 30 pamoja na waovu? Mungu asema, mimi sitaangamiza. Akamwambia Mungu, naomba nifunulie, je, wakiweko 20 watakatifu utaangamiza hao wachache 20 pamoja na waovu? Akasema, hapana, sitaangamiza. Je, wakiweko 10, naomba univumilie mara hii. Wakiweko 10, akasema sitaangamiza. Mungu wetu asifiwe. Wale malaika walipofika kule Sodoma na Gomora, wakati wanatia kiberiti kuiwasha Sodoma na Gomora kuiangamiza, Biblia inasema hivi, Mungu akamkumbuka Ibrahim, akamponya nani? Lutu. Aliyekumbukwa ni Ibrahim, ndiye aliyeomba. Aliyeponywa ni Lutu ambaye hakuomba. Saa nyingine machozi yako na tabu yako ya saa hii